Miaka 25 ya jua na mvua. Nakumbuka wakati Dr. Mshindo Msola pamoja na wasaidizi wenzake walipoamua kufanya kikao kikubwa walichokiita kubwa kuliko. Na kwa wakati huo Ajibu ndiye aliyekuwa mfalme wa Yanga. Mwalimu Mwinyi Zahera kujitoa kwake, upendo wake na kufikia hatua ya kuwalipia wachezaji hadi chakula kwa pesa yake mwenyewe. Yanga ya kikapu, kila waendapo kapu lilipita. Kapu hilo la kuchangisha pesa, waliokuwa na buku hadi 10,000 walitoa. Nani anaifahamu Yanga ile? Wakishinda wanafurahi na wakifungwa wanapewa lawama sana na mashabiki zao. Nitakurudisha nyuma kipindi Ditram Mchimbi akiwa ndo mchezaji wa muhimu katika kikosi cha Yanga. Sio hivyo tu, bali usajili mzuri kutoka Uganda, Juma Balinya, wakaja kina Sapong pamoja na Yipe, lakini bado Yanga haikuwahi kufua dafu. Miaka 4 ya njaa kubwa na kiu ya mataji ilikatika pale ambapo Mr. Ghalib Said Mohamed ama GSM, kipenzi cha wanayanga, aliwafuta machozi baada ya kuleta mapinduzi makubwa ya soka katika soka la Tanzania pamoja na Yanga kwa ujumla. GSM hakuwa na baya, aliwaomba wananchi na kumleta kijana wake Engineer Hersi Said. Aligeuza Yanga na kuwa kama Florentino Perez wa Real Madrid, haswa katika uongozi wake, maamuzi yake pamoja na vitu vingi ambavyo amevifanya kwa miaka 3 sasa. Kilio cha wana Yanga kilikuwa kupata mataji, ambayo mataji waliopoteza kwa miaka 4 mfululizo. Acha nikwambie, acha nikueleze, wakati Engineer anaenda Kongo kuwabeba Fiston Kalala Mayele, Yannick Bangala Ditombo pamoja na Juma Walud Shaban, huku kipenzi cha wanayanga akiwa ni Heriete Makambo aliyolejea ndani ya kikosi cha Yanga. Kariakoo dabi ya kwanza kwa Yanga mpya, na nikirejea pasi safi kutoka kwa Farid Musa Malik kisha kwenda kwa Fiston Kalala Mayele, mtu aliyegeuza ardhi ya Tanzania iteteme kwa mara ya kwanza katika historia. Hakuna mtu aliamini kama Fiston Kalala Mayele atakuja kuonesha kiwango bora kama kile alichokionyesha, haswa kuwafunga wapinzani wao wakubwa katika historia ya mpira Tanzania. Haba na haba hujaza kibaba. Msimu wa kwanza ukatamatika, kila walichokitaka wakakipata. Msimu wa pili ukaja, Engineer Hersi akaenda nchini Ivory Coast na kumleta Azizi Ki Ufunguo, mchezaji mzuri aliyekuja kuisaidia Yanga na kuweka alama kubwa ndani ya Yanga. Kwa kilichofanyika mpaka sasa, Yanga kufika fainali ya CAF Confederation Cup, kushinda katika ardhi ya ugenini na kuacha Waarabu midomo wazi na kusema this is Young Africans. Msimu umeanza na Yanga ikapoteza kipenzi cha mashabiki Fiston Mayele aliyetimkia kwenye klabu ya Pyramids, na kocha Nabi ambaye alikuwa ni mkombozi aliyeleta mabadiliko makubwa katika soka la Tanzania. Lakini haikuwa tofauti kwa Yanga, na mpaka sasa historia imeandikwa na Yanga wamefika katika hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, na tena baada ya miaka 25 katika historia. Kongole kwa Yanga kwa kile walichokipata na kwa kila hatua walioipata na kuipeperusha ramani ya Tanzania pamoja na Afrika Mashariki kwa ujumla. Leo ndio leo, kivumbi na jasho. Makala haya yameandaliwa na Wahabi Rajab.